Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika adhimisho la ibada ya misa takatifu. Leo ni sherehe ya kupaa Bwana mbinguni. Sherehe hii ina maana kubwa sana kwetu. Kristo aliye kichwa chetu, Kristo aliye kiongozi wetu, Kristo anakuwa mtangulizi wetu. Yeye aliyeshuka kutoka mbinguni na kukaa nasi ni yeye anayepaa mbinguni. Nasi anatuachia tumaini ya kwamba baada ya maisha yetu tutaelekea kule alipo yeye. Anapaa mbinguni kwa kuwa ameitimiza kazi aliyopewa na Baba. Ni mwaliko sisi sote pia kutekeleza kile tulichoitiwa katika Ukristo wetu, kisha kuimaliza kazi nasi tuwepo alipo yeye kiongozi wetu. Tuombe baraka na neema ya Mungu leo ya kuishi kweli uaminifu wetu kadiri Kristo alivyotuita, ili nasi tukimaliza kazi ambayo amependa tuifanye tuwepo pale alipo Mwokozi wetu. Tukiri na tujute dhambi zetu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
utufanye tufurahi kwa furaha takatifu na kuchangamka kwa tendo la ibada ya shukrani, kwani kupaa kwake Kristo mwanao ni kuinuliwa kwetu, na kule aliko tutangulia yeye kichwa chetu kwa utukufu. Uko twatumaini kuwepo pia sisi mwili wake, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu kile cha kwanza nilikiandika, Teofili, katika habari ya mambo yote aliyoyaanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, akiwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohane alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku chache. Basi walipokutanika wakamuuliza, wakasema, Je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapata nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe, wakisema, Enyi wa Galilaya, mbona mmesimama mkimtazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja hivyo hivyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Neno la Bwana. Mungu amepaa kwa kelele za shangwe, Bwana kwa sauti ya baragumu.
Mtakatifu. Paulo kwa Waefeso. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa wakuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyoutenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, na juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina liitwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Neno la Bwana.
ilivyoandikwa na Luka. Yesu aliwaambia wafuasi wake, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kwanza tangu Yerusalemu. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Akawaongoza mpaka Bethania, akainua mikono yake akawabariki. Ikawa katika kuwabariki alijitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni, wakamwabudu. Kisha wakarudi Yerusalemu wenye furaha kuu, nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu. Injili ya Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, hii leo ni sherehe ya kupaa Bwana mbinguni. Sisi tunasherehekea leo, lakini tendo hili halikuwa rahisi kwa mitume. Halikuwa rahisi kwa mitume kwa sababu yule waliyemzoea, yule aliyekuwa pamoja na wao, anawaaga, anaenda zake, na anaenda kule ambapo wao hawapajui. Kitaka kuelewa uzito wa jambo hili kwao, tujiulize hata nasi kwetu, pale ambapo huwa tunaagana na mtu ambaye pengine tumezoeana na tuliishi pamoja. Mara nyingi tendo la kukaribishana huleta furaha, lakini tendo la kuagana huleta huzuni. Angalau kwenye maisha ya kawaida, kama mtu anasafiri, basi huwa tunafurahi kwamba ngoja aende, pengine tutamuona tena. Lakini katika njia ya kifo, basi mara nyingi huwa tuna masikitiko kwa sababu tunajua mtu huyu hatutamuona tena. Ni tofauti na kuaga huku kwa Kristo. Si kwamba anaondoka, ila ni kwamba anaingia zaidi katika maisha ya ulimwengu. Kwa namna gani? Katika Injili ya Yohane sura ile 28 kuanzia aya 20 anasema, tazama, mimi niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kwamba anaondoka, lakini niko pamoja nanyi. Kristo anaondoka katika macho ya kawaida ya kibinadamu, lakini anabaki ndani ya mitume. Kristo anaondoka ulimwenguni, lakini bado atabaki ulimwenguni kwa wale ambao walikuwa wanamwamini na waliompokea. Hata sasa Kristo bado yupo ulimwenguni katika neno lake tunalolisoma na kulisikiliza kila siku. Hata sasa Kristo yupo ndani ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu, na ndio maana tulizoea kuimba wimbo mzuri, sitawacha ninyi yatima, mioyo yenu
Dominika iliyopita. Sasa mkinipenda mtalishika. Kwa hata hao wanaoagwa wanapewa wajibu pia wa namna gani ya kwamba Kristo anaondoka, lakini nini wanachopaswa kukifanya. Injili ya Mathayo sura ile ya 25 tunaambiwa nini? Yoyote mtakayowatendea mmojawapo wa wadogo hawa mmenitendea mimi. Kumbe tunapofikiri kwamba Yesu ameondoka, kumbe ndio ameingia zaidi kwenye maisha na ulimwengu. Yesu anapaa mbinguni, anaacha wajibu wa kila mmoja wetu kuwa shahidi. Matendo ya Mitume katika somo la kwanza tulilosikia, sura ile ya kwanza aya 8, nanyi mtapokea nguvu kutoka juu, mtakuwa mashahidi wangu. Kwa kuwa mashahidi, maana yake tutamdhihirisha Kristo kati ya ulimwengu, kati ya watu. Kumbe Kristo hatapotea, Kristo bado ataendelea kuwepo kwa sababu yetu sisi. Je, mimi ni shahidi wa Kristo? Kwa Kristo hajaondoka, yupo, ila ili adhihirike na aonekane kati ya watu, anatutegemea mimi na wewe wabatizwa. Je, Kristo anaweza kudhihirika kati yetu? Tunalisoma neno la Mungu, tunashiriki sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Kama tukienda kushuhudia, tunashuhudia nini? Anasema nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Ninyi ndio mnaenda kushuhudia mambo haya. Je, sisi tunashuhudia nini? Yawezekana wote tukasema hatuna cha kushuhudia. Na kwa nini hatuna cha kushuhudia? Hatuna uwezo. Kwa sababu yeye mwenyewe alisema, kaeni hapo mpaka mtakapovikwa nguvu, mtakapovuviwa Roho Mtakatifu. Nasi tunaweza tukajisemea hatuna Roho Mtakatifu. Tutaulizwa swali tu, tuliyempokea wakati wa sakramenti ya kipaimara tumempeleka wapi? Kupaa kwa Kristo kunaacha changamoto kwetu ya Ukristo wetu. Namna gani tunamshuhudia Kristo? Maana alipokuwa anapaa pia kwenye Injili ya Mathayo anasema, enendeni tu ulimwenguni mote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu, kawabatize na kuwafundisha. Kabla ya kwenda kuwafanya wengine wanafunzi wa Kristo, lazima wewe mwenyewe pia uwe mwanafunzi. Na kabla ya kwenda kuwafundisha wengine, lazima nawe pia uwe umefundishwa. Napewa wajibu leo. Nendeni mkashuhudie mambo haya ulimwenguni. Nendeni mkawafundishe wengine. Nendeni mkamdhihirishe Kristo kwenye maisha. Unamdhihirisha Kristo gani na wakati ushiriki sakramenti ya Ekaristi Takatifu? Wote natujiulize siku ya leo. Kristo anaacha wajibu. Je, mimi ni shahidi wa Kristo? Na nawakumbusha alipokuwa anaongea hapa mwishoni, alikuwa anaongea na mitume na wafuasi. Manake kila mbatizwa ni sehemu ya. Kila mbatizwa ni sehemu ya. Iliwahi kutokea siku moja
kikosi fulani cha jeshi walikuwa katika kazi maalum. Basi kiongozi wao akaanza kwa kuambia, mguu sawa, mguu pande, mbele tembea. Basi wakatembea kundi lote, jamaa mmoja akabaki. Ikabidi yule kiongozi amfuate, akaenda sikio la kushoto, akamuuliza, ili sikio linafanya kazi? Ndio saa. Akageuka la pili huko, akamuuliza, na hili je, linafanya kazi? Yes sir. Akamwambia, sasa kwa nini niliposema muende mbele wewe ukwenda? Akasema, kwa sababu hukunitaja jina. Lakini wengine wote wamefanyaje? Walienda. Tumsifu Yesu Kristo. Huu mwaliko ni wa kila mmoja kwa sakramenti ya ubatizo, wala si wa kusubiri, wala usisubiri utajwe jina. Ni wa kila mmoja kwa sakramenti ya ubatizo. Tunatumwa, nendeni mkamshuhudie Kristo duniani. Kwa hiyo sio kabakia wito wa mitume, labda ungesema ni wale wenye daraja takatifu katika kanisa, labda masista, mabruda, imeishia hapo. Ni kila mbatizwa. Mama mmoja aliwahi kupiga simu kwa mhubiri mmoja ambaye alikuwa anahubiri kwa njia ya televisheni. Akamwambia, baba, nimekuona unahubiri, kwa kweli nimependa sana mahubiri yako. Yaani na mimi kwa jinsi unavyohubiri najiona kabisa ndani yangu, yaani Mungu ameniita na mimi niwe mhubiri. Lakini yani ninapata changamoto kubwa sana. Hapa nyumbani nina watoto 8. Sasa nashindwa kumwachia na kuwaacha ili na mimi niwe nahubiri kama wewe. Basi yule mhubiri akamwambia, mama, kwa kweli asante na kushukuru. Na nashukuru kwamba Mungu amekuita kwa ajili ya kazi ya kuhubiri, na nafurahi zaidi kwamba umetambua hiyo karama ulionayo. Ila kwa kweli namshukuru Mungu kwa sababu tayari watu wa kuwahubiria ameshakupatia hapo ndani kwako, unao tayari watu 8. Anza na wao. Tumsifu Yesu Kristo. Na wewe unatafuta watu wa kwenda kuwahubiria? Anza hapo ulipo. Anza hapo ulipo. Wala hatuendi mbali. Tunaanza hapo hapo tulipo. Hapo hapo tulipo. Kwa mfano tukikuita, tunakwambia tunaomba uje utusaidie kuhamasisha kwenye jumuiya. Unahamasisha kweli, lakini hauna hamasa ndani ya nyumba na familia yako. Yafaa nini? Yafaa nini? Kristo naanze kushuhudiwa pale tulipo, ndani ya nyumba zetu, ndani ya maisha yetu. Mimi siwezi kuhubiri kwa sababu mimi sina nafasi ya daraja katika kanisa. Hapana, ni nafasi ya kila mbatizo. Na sio kuhubiri tu kwa maneno, kwa matendo na maisha yetu ya kila siku. Hata ndani ya nyumba tunaitwa kuinjilishana. Tunaitwa kumshuhudia Kristo ambaye tunakutana naye katika neno na ambaye tunakutana naye katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu, na ambaye ndiye tunapaswa tuvutwe kukutana naye katika kila mmoja wetu. Anza hapo ulipo. Wapendwa taifa la Mungu, Yesu Kristo anaondoka, anatoa ahadi ya ujio wa Roho Mtakatifu atakayesaidia mambo mengine kuendelea mbele. Mimi naomba niwaulizeni swali, hata ninyi nyote mlioko hapa. Mara ngapi na sisi tumetoa ahadi kwa watu? Mara ngapi tumetoa ahadi kwa watu? Ninakupokea wewe uwe mke wangu, ninakupokea wewe uwe mume wangu, na ninaahidi kuwa mwaminifu kwako katika shida na raha, afya na magonjwa, nikupende na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Tujiulize,
Yesu alipotoa ahadi ya ujio wa Roho Mtakatifu ilitimia siku ile ya Pentekoste. Mimi na wewe tunapotoa ahadi kila siku za maisha yetu, vipi zinatimia lini? Kwa maana nimerudia kusema kupaa kwa Kristo kusiwe sherehe kabla hatujatambua mambo haya ya kwamba ni changamoto kwetu. Tunaacha wajibu kwetu. Tukishatimiza wajibu huo ndio tutasherekea. Mara ngapi tumewaahidi wenzetu na tujao waaminifu kwa ahadi hizo? Wamkataa shetani na mambo yake yote na fahari zake zote na waganga wa kienyeji na ushirikina. Lakini najua maanishi, si ndio? Tumsifu Yesu Kristo. Najua maanishi. Ngapi tunaahidi? Ndio maana kuna kauli moja tu huwa inatokaga mwishoni. Yaani hata wewe katika watu wote. Na kuna mtu unasimuliwa unaambiwa hata huyu. Yaani watu wote wanaweza wakafanya jambo hili, lakini sio huyu. Huyu aliyeniahidi, rafiki yangu kipenzi, wakufa na kuzikana. Wote tujiulize, mara ngapi tumekuwa waaminifu kwa ahadi tunazoziweka? Yesu alishatimiza ya kwake. Kaeni humu mpaka mtakapovikwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na wakapewa zawadi ya Roho Mtakatifu, wakaenda kushuhudia ulimwenguni. Sisi mara ngapi tumepeana ahadi? Yaani wewe usijali, niko pamoja na wewe. Maana kuna rafiki yangu mmoja aliniambia, usikubali ukisikia mtu anakuambia niko nyuma yako, wewe mwambie njoo kae kwa mbele ili uhakikishe kwamba wewe unamuona. Sababu anaweza kukwambia niko nyuma yako, alafu baada ya muda akapotea. Na sisi wote tujiulize, tumekuwa waaminifu kiasi gani? Hata haya ambayo Yesu anawaambia, nanyi mtakuwa mashahidi wangu, inatuhitaji pia kuwa waaminifu. Inatuhitaji kweli kukubali mwaliko na mwito wa Kristo Yesu. Wapendwa taifa la Mungu, sisi baada ya Kristo kupaa, sisi ndio tunachukua nafasi ya Kristo Yesu. Sisi ndio tunakuwa Kristo wengine. Kristo anaondoka, anatuachia sisi wajibu. Kristo anatuachia sisi majukumu. Kila mmoja na awe Kristo kwa mwingine. Kila mmoja na awe Kristo katika ulimwengu. Na kama tunavyotambua kazi ya Kristo ilikuwa ni kuokoa ulimwengu. Kazi ya Kristo ilikuwa ni kuponya. Kazi ya Kristo ilikuwa ni kufariji. Kazi ya Kristo ilikuwa ni kutia moyo. Kazi ya Kristo ilikuwa ni kuwafungua watu kwenye vifungo vyao mbalimbali. Ndio maana nimesema kabla ya kusherekea kupaa kwa Bwana, tutambue sisi wajibu wetu. Sister Christina hapa aliniambia kauli. Akasema tunasubiri na sisi kupaa na Bwana. Kaambia sister, acha Bwana atangulie, sisi tutimize kwanza wajibu wetu. Sababu tukipaa na Bwana, nani atakayefanya kazi ambayo Kristo anataka sisi tuifanye? Kristo anaondoka, anatuachia uwanja. Sio panya watawale, ila Kristo atawale, anaishi ndani ya mioyo na maisha yetu. Natazamini kama Kristo mmoja alifanya aliyoweza kuyafanya, je, sisi wa Kristo wengi tunaweza kuyafanya mangapi?
Kama Kristo mmoja alilisha watu 5,000, sisi wote tutaweza kulisha wangapi? Maana ni zaidi. Hata alipokuwa anawatuma anawaambia, mtaanzia hapa Yerusalemu, Samaria mpaka mwisho wa dunia. Anawatuma hata kule ambako yeye hakufika. Maana yake sisi kwa wingi wetu tunapewa kazi kubwa zaidi. Tunaweza tukasema kazi hii haitakuwa rahisi kwa sababu sisi sio Kristo. Lakini yote anayeitwa na Kristo anamwezesha nguvu ya kwenda kuitenda kazi hiyo. Yawezekana mpo wengi mnatamani kutenda baadhi ya mambo, lakini pengine unaogopa macho na maneno ya watu. Pengine unaogopa kwamba kazi hiyo ukianza hautafanikiwa. Hakuna kazi yoyote njema inayoweza kushindikana. Una jambo lolote unataka kulifanya jema kwa jina la Kristo ndani ya familia, lifanye. Ndani ya jumuiya, lifanye. Ndani ya parokia, lifanye. Kwenye kazi na maisha yetu ya kila siku, lifanye. Na Kristo Yesu atakuwezesha katika kulitekeleza jambo hilo. Basi wapendwa, taifa la Mungu, Kristo amepaa mbinguni. Yeye aliyeshuka kutoka mbinguni anarudi tena mbinguni, anayafungua malango ya mbinguni. Maana yake nini? Yeye kichwa chetu ametangulia kwenda mbinguni. Sisi kama mwili wake siku moja tutaungana naye mbinguni, tukimaliza kutimiza yale tunayopaswa kutimiza. Kumbe sisi kwetu ni mbinguni, na hivyo tunapata nafasi ya kutambua hapa duniani sisi ni mahujaji, na hivyo ni mahujaji wa matumaini, tukitumainia kwenda mbinguni. Kumbe kwenda mbinguni ndo lengo la maisha yetu. Kwenda mbinguni ndio mpango mzima baada ya safari yetu ya duniani. Kama Kristo amemaliza kazi, amerudi kwa Baba yake, kumbe nasi duniani ni kwa muda, tukimaliza tutarudi mbinguni kwa Baba. Neno hili la matumaini liwe kwetu, ya kwamba alipo mkombozi wetu ndipo na sisi ambapo tutakuwepo. Lakini ili tuwepo huko, basi tunahitaji kuishi vema na vizuri hapa duniani. Tutaishije vema na vizuri? Ndio maana tunahitaji neema na nguvu ya Roho Mtakatifu kuyaelewa yote aliyotufundisha Kristo, na sisi kuweza kuyatekeleza vema kwa matendo mema, ili basi tukimaliza na sisi tuwepo alipo mkombozi wetu. Mhubiri mmoja alikuwa anahubiri siku moja kanisani, akawaambia watu, Yesu yuko mbinguni. Sisi nasi tukimaliza maisha ya duniani tutaenda mbinguni. Watu wanapoenda mbinguni hawaendi na kitu. Kule mbinguni watu hawahitaji pesa. Sasa kanisa zima lilikuwa kimya kwa utulivu. Katoto kamoja kadogo kakamsogelea mama yake, kakamwambia, mama, kumbe tuko mbinguni tayari, na wewe useme. Kwa hiyo yule mtoto alipoona mahubiri ya padri yanaendana na kile anachokizungumza, akaona wao wako tayari mbinguni. Wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Nikitubia mfano wa huyo mtoto, usichelewe kuishi kwa kufikiria mbinguni, ya kwamba kwenda mbinguni ni zawadi au ni tuzo la maisha ya duniani, kwamba baada ya kuishi vema, baada ya kuishi vizuri, mbinguni ni tuzo. Kukaribishwa mbinguni si kwa walioshindwa, ila walioshinda, na atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka.
Tusivumilie katika mahangaiko, ila tuvumilie katika furaha ya kweli ya kuishi Ukristo wetu. Kwa kuwa Kristo yuko pamoja nasi, aendelee kututia nguvu ya kuishi imani yetu, ili kama yeye alivyokuwa mwaminifu kwa Baba, sisi nasi pia tuwe waaminifu kwa yeye. Tunataraji kuwepo alipo Kristo wetu, lakini Kristo wetu hayuko mbali, yuko pamoja nasi hata sasa. Wakati wote tukumbuke hilo na tumkaribishe katika kila jambo tunalolifanya, hasa katika ibada zetu. Tutambue uwepo wa Kristo pamoja nasi. Tukimaliza sala na ibada zetu katika maisha, tutambue ya kwamba Kristo anatembea nasi, ili tunapoyatenda yote tuyatende kadiri anavyotaka, anavyopenda na anavyotuelekeza yeye. Kila mmoja akawe shahidi wa Kristo. Kama alivyosema, ninyi mkipendana, watu wote watajua ninyi ni wanafunzi wangu. Na mimi napenda niongezee kwetu sote, kama tukiishi vema na vizuri, sisi sote tutajulikana kuwa ni wa Kristo. Na sadiki kwa Mungu moja. Bwana Yesu Kristo ulipotuma mitume kueneza habari ya wokovu, uliwaahidia msaada wa Roho Mtakatifu. Ulikubali kufa kwa ajili yetu ili sisi tukombolewe. Utuonyeshe njia ya kuwatangazia wote furaha ya ukombozi wetu, Bwana. Kufa kwako kulituletea ondoleo la dhambi na kupata mwanzo mpya wa maisha. Utusaidie kushuhudia maisha hayo mapya kila siku katika kupatana na wenzetu, Bwana. Mitume walitumwa waende duniani kote. Utupe nguvu ya Roho Mtakatifu ili tusaidie kukushuhudia kwa watu tunaoishi nao, Bwana. Kwa kupaa mbinguni ulitupa matumaini makubwa ya kukufuata katika utukufu wako wa milele. Utujaze furaha ya kukaribishwa kwako mbinguni baada ya maisha magumu ya duniani, Bwana.
Salamu Maria, E Mungu uliye nguvu na makimbilio yetu, kwa wema wako usikilize sala zetu. Utujalie nguvu ya Roho Mtakatifu ili tuweze kuishi maisha ya ushuhuda na kisha kumaliza maisha ya duniani utukaribishe kwako mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu sadaka hii kwa heshima ya kupaa kwake mwanao. Tunakuomba utujalie hili kwa njia ya mabadilishano haya matakatifu ya vipaji, tupate kuinuliwa hadi mambo ya mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
hili tendo la kufana la kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa maana Bwana Yesu mfalme wa utukufu, mshindi wa dhambi na mauti, amepaa leo juu mbinguni, huku malaika wakimstaajabia, mpatanishi kati ya Mungu na wanadamu, hakimu wa ulimwengu na Bwana wa majeshi. Amepaa sio kwa kusudi la kuachana na unyonge wetu, bali ili sisi tulio viungo vyake tukae tukiamini kwamba tunamfuata huko alikotutangulia, yeye aliye kichwa chetu na asili yetu. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha ya Kipasaka, ulimwengu mzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika waimba utenzi wa utukufu wako, wakisema kwa furaha: Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya juu hata macho yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate, na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru, alikibariki, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi.
Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hili ni fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanawe yaletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili moja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, Mtakatifu Toma wa Akwino, Mtakatifu Paulo wa msalaba, watakatifu na wenye heri somo zetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako nalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu leo, askofu wetu Yuda Tadei, askofu msaidizi Henry, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako uwakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, nao wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe,
utuopoe katika maovu yote, utujalie amani kwa wema maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, napotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Aliyewaambia mitume wako, amani nawaachieni, amani yangu nawapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Kwa furaha ya sherehe ya leo tutakiane amani, kama vile mnaagana hamtaonana tena.
Tazama, huyo ndiye Kristo, mwana kondoo wa Mungu. Tazama yeye aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu yake. Mwili na damu ya Kristo vitulinda tufikie uzima wa milele.
Tusimame kwa baraka kuu na tuinamishe vichwa. Bwana awe nanyi. Mungu Mwenyezi, ambaye siku ya leo mwanaye pekee alizipenya mbingu za juu na kuwafungulia njia ya kupaliko yeye, awape baraka zake. Kama Kristo alivyojidhihirisha wazi kwa wanafunzi wake baada ya ufufuko wake, vivyo hivyo atakapokuja kama hakimu, ajidhihirishe kwenu akiwa radhi nanyi kwa milele yote. Nanyi mnaosadiki kwamba ameketi na Baba katika utukufu wake, mpate kung'amua kwa furaha ukweli wa ahadi yake ya kukaa nanyi hadi mwisho wa nyakati. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Endeni na amani. Dominika njema yenye baraka tele.